taarifa tutakayoipata baada ya upimaji kwa kutumia mfumo ambao mtaanza kuutumia baada ya kikao kazi hiki ndiyo itakayoamua kama wewe utabaki kuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi yako ama nafasi hiyo tunampa mtu mwingine. Naomba nirudie. Maelekezo ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ni kwamba tumejenga mfumo wa upimaji wa kazi za maafisa habari wakiwemo wakuu wa vitengo vya habari serikalini. Vitengo vyote. Matokeo ya mwakani ya upimaji ndiyo yatakayoamua nani atakuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi, kwenye wizara, kwenye idara ama kwenye mamlaka ya serikali. Maana yake ni nini? Serikali ilipoweka utaratibu wa kuwa na mkuu wa kitengo kwenye taasisi ama kwenye mamlaka ya serikali, lengo ilikuwa ni kwamba mkuu wa kitengo ama mkuu wa taasisi ukawasimamie maafisa habari ulionao. Mnanielewa vizuri? Maafisa habari ulionao wasipo deliver, umefeli wewe mkuu wa kitengo. Hilo chungu kidogo, si ndio? Lakini sio chungu kama tutakwenda kutekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo kila mkuu wa kitengo aende akaweke utaratibu mzuri wa kuongeza visibility ya taasisi yake, ya idara yake, huku ukijua kwamba utapimwa na utapimwa kwa mifumo, sio na mtu. Hautapimwa na Msigwa, hautapimwa na Zamaradi, hautapimwa na Nte, hautapimwa na Kevin, hautapimwa na Makonda. Utapimwa na mfumo. Mfumo utakutaka kazi ulizozifanya zote uziweke hapa, ni hizi na hizi na hizi na hizi, zimewafikia watu wangapi na matokeo yake ni nini? Hakuna tija, hakuna sababu ya wewe kuendelea kuwa mkuu wa kitengo if you don't deliver. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika e-office. Sisi wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni mfano wa kuigwa. Niko na wakurugenzi wangu hapa, simameni. Wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi. Wengine wako hapa. Wako hapa. Sisi barua ikiingia saa 2 asubuhi, saa 6 mchana, aliyeandika hiyo barua hata kama yuko Tanganyika district atapata majibu. Labda aliyoko kule aamue kuto kufungua email yake na kuona majibu. Tunafanya kazi almost real time, kwa sababu serikali imejenga mfumo kupitia wakala wa serikali mtandao, na mfumo unafanya kazi. There is no excuse kwamba tunakwama. Sawa jamani, twendeni tukafanye kazi, na wala msipokee jambo hili kwa ubaya, kwa sababu mmetutuma sisi idara ya habari tuhakikishe hadhi ya vitengo vya habari serikalini inapanda. Kazi hii ngumu, kwa sababu we don't deliver. Wako wenzetu wanastaafu hapa, ukurugenzi hawatapata kwa sababu muundo wetu umeishia kwenye mkuu wa kitengo. Ili to prove kwamba tunastahili kuwa wakurugenzi, we have to deliver. Mnanielewa ndugu zangu? Na nikiangalia hapa wengi bado ni umri mdogo. Tuendeni tukafanye kazi. Tumekuwa na changamoto ya jamii inakuwa kwenye ajenda za hovyo hovyo, hazina hata maana, hazina faida, hazina kipato kwa wananchi, hazina nini. Na sisi maafisa habari tupo. Twendeni tukafanye agenda setting.
tuiongoze jamii kujadili mambo ya maana. Mlioko Makete, endesheni mijadala kwenye WhatsApp group, kwenye groups, kwenye mitandao ya kijamii, kuwaeleza wananchi fursa za kupanda miti na kuuza mazao ya miti ya misitu. Waelezeni wananchi fursa zilizopo kwenye ubora wa parachichi ya Njombe, fursa zilizopo kwenye kilimo. Tunakwenda kutekeleza mradi wa mabilioni wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe, Liganga na Mchuchuma. Nendeni kawaambieni wananchi fursa zilizoko pale. Tusipowaambia, watakuja wageni kutoka nchi zingine, watachukua kazi za ndugu zangu Wakinga na Wabena. Mmenielewa ndugu zangu maafisa habari? Tufanye hiyo kazi ya agenda setting. Pamoja na semina hii, washa ambayo mnaendelea nayo, msisahau kutoka na parachichi. Tena waulize, hii ni parachichi aina ya hasi ambayo tunafanya export kwa ajili ya tunaipeleka nje ya nchi na inaingizia fedha nyingi za kigeni kwa sasa, ni zao la parachichi. Kwa ni muhimu kalijua, ukaona ikiwezekana hata mti. Tuna mashamba makubwa, tuna wakulima wakubwa wazawa Wabena, lakini wamefanikiwa sana. Sio tu tunauza fresh parachichi, fresh avocado kwenda nje ya nchi, lakini tunauza sasa hivi na miche ya parachichi nje ya nchi, ambayo wana Njombe hawa ndio wanaizalisha na kuiuza nje, kwa wanapata fedha nyingi. Ashumu kama mche mmoja wa parachichi unauzwa kwa shilingi 15,000, alafu mtu mmoja ana oda ya kupeleka miche ya parachichi 500,000 kwenda Burundi kila mwaka. Ni bilioni ngapi? Ni bilioni ngapi? Na wewe tunaangalia mtu ambaye hajawahi kwenda shule wala kusoma. Kwa tuna kazi kubwa zinafanyika. Kwa sababu leo ni kikao muhimu cha waandishi wa habari mlioko mahali hapa. Mojawapo hii ni habari ambazo nimekuta hapa katibu mkuu anaongea, lakini bado hatujatangaza sana kufikia kile kiwango ambacho tunapaswa kufanya. Kwa hiyo wanahabari, nipende kutumia fursa hii kuwashukuru sana kwa kufika kwenu Njombe. Ninyi kimsingi maafisa habari ni watu muhimu sana katika serikali yetu na katika nchi. Ninyi ni daraja linalounganisha wananchi na serikali, lakini ninyi mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba walaji wetu wanapata taarifa sahihi kutoka serikalini au kutoka kwenye chanzo sahihi. Bahati mbaya sana kwa sasa walaji wengi wanakula taarifa ambazo sio sahihi nyingi sana, na wanaziamini na wanazitumia na wanafanya maamuzi kwa sababu ya taarifa hizo. Sasa nani wa kuwapa taarifa sahihi? Ni ninyi hapa wanahabari. Ndugu Katibu Mkuu, kwa sasa ukiangalia kwa mfano wanahabari, kwa mfano wa serikali, unaweza ukadhani ya kwamba wamebakiza kazi moja tu. Wamebakiza kazi moja wapo. Kama imetokea taarifa ambayo sio sahihi kwenye mtandao, kazi yao ni kukanusha. Ndio utaanza kujua kumbe pale kuna mwanahabari fulani. Lakini kazi zingine ambazo serikali inazifanya, miradi ambayo serikali inafanya, bado hatujaiona. Na kuna mambo mazuri sana yako kwenye idara za serikali, sekta za serikali ambazo wananchi wanapaswa kuzipata. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kufanya kuhakikisha kwamba Watanzania hawa wanapata taarifa zilizo sahihi.